Karibu tena katika wasaa mwingine wa maombi. Leo tunaenda kuomba maombi ya kuombea kalamu. Maombi ya leo ni maombi ya kuombea kalamu. Unaweza kaniuliza mchungaji, kwa nini tunaombea kalamu? Wewe kama ni mzazi, chukua kalamu kwa niaba ya mtoto wako. Hata kama yuko boarding, unaweza kuchukua kalamu tukaomba pamoja. Lakini kama wewe ni mwanafunzi, unaweza kuchukua kalamu. Nitakuonyesha habari ya Mungu anavyotutadharisha, kwa sababu shetani ni mjanja sana. Unaposoma katika Wakorinto wa pili mstari wa 2 na mstari wa 11, Wakorinto wa pili sura ya 2 mstari wa 11, maandiko matakatifu yanasema, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Shetani anaweza akapata akakushinda kwa mwanao, akafanya vibaya mitihani kwa sababu shetani amekushinda. Shetani huwa anatumia kwenye vitu vingi katika mwili wa mwanadamu. Shetani anaweza kutumia karamu kumfanya mtoto wako akafanya vibaya mitihani. Shetani anaweza kutumia nguo ya mwanao. Shetani anaweza kutumia kitu chochote. Lakini maandiko matakatifu yanasema hatukosi kuzifahamu hila za shetani. Ziko hila za shetani kuharibu hatima ya mwanao, kuharibu kile ambacho Mungu amekianzisha kwa mwanao. Lakini kupitia maombi haya ya leo, mwanao kabisa anaenda kufunguliwa. Hebu chukua kalamu, nyosha juu. Nyanyua mkono wako, nyosha juu kalamu ya mwanao. Au wewe ni mwanafunzi, nyosha mkono wako na kalamu yako, ama unaweza ukazikumbatia kwa mikono yako miwili. Hebu nifuatishe maneno haya. Baba, ninaita nguvu yako ikae kwenye kalamu hii kwa ajili ya kunisaidia kwenye mitihani yangu, katika jina la Yesu. Rudia tena maombi haya. Baba, ninaita nguvu yako ikakae kwenye kalamu hii kwa ajili ya kunisaidia, kwenye mitihani yangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaita nguvu ikashuke kwenye hiyo kalamu, ukamsaidie huyu kijana anapoandika, andike kitu sahihi, katika jina la Yesu Kristo mfalme hai. Baba, ninaita nguvu ikashuke ikae kwenye kalamu kwa ajili ya kumsaidia aweze kufanya vizuri mtihani, katika jina la Yesu Kristo mfalme hai. Baba, naomba nguvu yako ikamsaidie kwenye majibu ya kuchagua, yale majibu yatakayokuwa sahihi. Kalamu iandike kama majibu nitakayochagua yatakuwa sio, kalamu ikatae kuandika, katika jina la Yesu. Ewe kalamu sikiliza, wewe kalamu iliyenyanyuliwa sikiliza. Chochote kile kitakachoandikwa makosa, chochote kile kitakachoandikwa la kwanza inaandikwa la pili, kalamu kakatae kuandika, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ifanye kalamu hii iwe silaha ya kukumbuka yote aliyofundishwa, katika jina la Yesu. Baba, ifanye kalamu hii iwe silaha ya kukumbuka, katika jina la Yesu. Ninatabiri, ninatamka kwa damu ya Yesu, hiyo kalamu ulionyanyua itakuwa silaha kubwa ya kukumbuka. Hautalala mwanangu darasani. Kalamu hiyo hautalala, hautakosa cha kuandika kwenye chumba cha mtihani, katika jina la Yesu Kristo mfalme hai. Hautakosa cha kuandika kwenye chumba cha mtihani,
Hiyo kalamu haitagoma katika jina la Yesu. Hiyo kalamu itaandika kitu sahihi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naachilia upako, naachilia upako kwenye kalamu hiyo. Kwenye kalamu hiyo itakuwa ni sababu ya kukumbuka. Kila kalamu utakapoandika swali la kwanza, kalamu ukakumbuke, ukamkumbushe swali la pili katika jina la Yesu Kristo mfalme hai. Damu ya Yesu Kristo ukafunikwe, ikafunikwe hiyo kalamu, ikalete baraka katika mtihani huu, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kama wewe ni mzazi au wewe ni kijana, kabla ya kuingia kwenye chumba cha mtihani, unaweza ukapanda mbegu kwa sadaka yako. Sadaka yako, panda mbegu na ukaitamkia maneno hiyo sadaka. Hakika yake utamwona Mungu. Panda mbegu kwa sadaka yoyote ile kupitia namba ya simu 0765 65 91 5604 0765 91 5604. Unapopanda mbegu kwa sadaka yako hiyo, andika mahitaji yako ili mimi nisimame na wewe. Unaingia kwenye chumba cha mtihani na mtumishi wa Mungu ananyanyua mikono namna hii. Ushindi utapatikana na kalamu yako itaenda kutenda miujiza katika jina la Yesu. Amen.